Runinga Oleni TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Na kwa sababu ya udhaifu wetu wa kibinadamu, huwa ni watu tunaosahau. Tumeambiwa wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha kwa sababu kukumbusha huwanufaisha waumini. Kwa ajili ya kutumia vizuri wakati, kuna tukio lilitokea Madina baada ya hijra. Tukio hilo ndo lilikuwa sababu ya kuteremka aya hizi, kuanzia aya nambari 100 sura ya 3 mpaka 110. Tukio hili kama tunavyofahamu kihistoria, Waarabu kwanza ni ndugu, asili yao uko juu, kwa mababu zao ni moja, lakini kwa sababu tu ya siku kuenda na miji kupanuka na watu kuchanganya nasabu, katoka kenda kuoa huku kenda kuoa huku, ikawa ndo mwanzo wa zile koo ambazo huitwa ndo kabila za Kiarabu, lakini ni ndugu. Na bahati nzuri walikaa katika ujinga, wakawa hawamjui Mungu wa kweli wa kuabudia, wanaabudu masanamu na vitu vingine vya kawaida. Mwenye majini wake anaabudu majini, anayejisikia abudu nyota anaabudu nyota, mwenye panga yake mahala anaabudu panga yake. Mpaka umekuja Uislamu, katumwa mtume, kazaliwa pale Maka, akaja akawalingania watu tauhidi, na kwamba nyinyi mnajisumbua kuabudu vitu vingi, vyote hivi ni makero, mnamkera yule anayestahiki kuabudiwa. Nyinyi ni viumbe na yupo muumba wenu, na ni peke yake muumba ndiye anayestahiki kuabudiwa na viumbe wake. Vingine vyovyote mtakavyokuwa mnaviabudu ni viumbe kama nyinyi. Innal ladhina ta'buduna min dunillahi ibadun amthalukum, hivi vitu mnavyoviabudia badala ya Allah vyote ni viumbe wa Allah kama nyinyi. Sasa kiumbe atamuabudu vipi kiumbe mwenzake? Ilikuwa ni ngumu kukubalika fikra hii ya tauhidi, lakini ilikuwa inapata uhai taratibu kwa watu wa aina mbalimbali kuikubali imani, na walipoikubali imani wakajikuta wanatengeneza jamii mpya, jamii ya waumini. Kiongozi wao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wakawa ndio waongozwa. Lakini palitokea msigano baina ya watu wanaoenzi mila za wazazi wao na wale ambao wameikubali mila mpya ya tauhidi. Hapakuwa na utulivu. Aliyejitokeza kuukubali Uislamu wakati ule alikuwa ni muumini kweli, maana anajua nikifanya jambo hili litanigharimu. Wote waliosilimu mwanzo walipatwa na mateso makubwa, wengine wakauawa mapema, wengine wakapata vilema, wengine wakafilisiwa mali zao. Walikuwa na maisha lakini wakajikuta wamefukarika kwa sababu ya dini. Ilimchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam kipindi cha miaka 13 kabla ya hijra Maka pale, lakini kwa kipindi hiki alitengeneza krimu ya watu waliokuwa wabobe, kawasomesha wakahitimu masomo, kawaandaa wakaandalika, kiasi cha kwamba walikuwa ni wasaidizi wake wazuri tu kwenye jamii yake mpya ya waumini. Hatimaye, kwa sababu ilikuwa ni ngumu kuutekeleza Uislamu pale Maka, Allah akaandaa mazingira mengine, akamwamrisha mtume wake na waumini walio pamoja naye wafanye hijra, watoke mahala ambapo hawana uhuru wa kumwabudu Mola wao
na waelekee kwenye eneo ambalo walishaandaliwa, watakuwa na uhuru wa kumwabudu Mola wao. Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallama alitia mkataba na watu mara mbili, unaitwa Bai'atul Aqaba, ya mwanzo na ya pili, kwamba wale watu wanao uchungu na Madina yao, waliochoshwa na idhilali ya Mayahudi, waliposikia taarifa za huyu mtume walimfuata na wakamwambia, mtu kama wewe kule kwetu tunakuhitaji sana, kama watu wako wanakusumbua hawakutaki, bora uhamie kule. Kwa hiyo mtume alitia nao makubaliano kwa kwamba watampokea na watakuwa naye kwa hali na mali, kwa amani na vita. Mtume ndo akahamia Madina, kwamba ni maeneo salama atakayokwenda kumwabudu Mola wake bila ya bughdha, na watu wake watabaki na amani. Lakini Madina nako hakukuwa shwari, kwa sababu kitendo cha hijra ya Waislamu kutoka Maka kwenda Madina kilimpelekea mtume kwenda kukutana na mambo mabaya matatu. Kwa sasa tunaita changamoto za kiuongozi. Alikutana na changamoto tatu za kiuongozi Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya kwanza, Madina ilikuwa pamoja na kwamba wakazi wake, wenyeji wake ni Waarabu, kwa wakati ule ilikuwa ni koloni Wayahudi. Wayahudi ndio walioimiliki Madina kisiasa, kijeshi, kiuchumi na kila kitu. Na ili wajikite vizuri, wao ndo chanzo cha kuwagawa Waarabu wa Madina, hasa zile kabila kubwa zenye watu wengi kama Ausi na Khazraji, wakawahasimisha, wakawa ni mahasimu, na hauvuki mwaka wanapigana vita vya kutoana roho. Ndugu, lakini walipiganishwa. Kupigana kwa hawa ndugu, wakaingia kwenye ndwele ya kwamba wao wahangaikie chejio chao tu, ilikuwa ndo mtaji uliowafanya Mayahudi wajikite Madina. Wao wanafanya mambo yao kwa salama, wao ni watengenezaji wa silaha, soko la silaha ni hawa watu wanaogombana, wanahitaji kununua silaha kwa ajili ya kuimarisha ulinzi kwenye kila kambi. Hili lilikuwa ni tatizo, kwamba kuja kwa mtume Madina, alafu watu wa Madina wambai yeye awe kiongozi, na pale pana uongozi wenye power. Hili lilikuwa ni tatizo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitatua kwa msaada wa Allah. Alitengeneza kitu kwa lugha zetu za sasa, katiba. Katengeneza katiba nzuri tu, akawashauri watu wote wa Madina, na hakuwalazimisha wao kusilimu. Mtu anabaki na dini yake, lakini tuende kwa radhi. Kwa wakati ule kusilimu hawakulazimishwa, lakini walisaini huu mkataba wa uzalendo. Na nifahamu vizuri, hili likawa limetatuka. Madina ikabaki ni nchi ya amani, na watu wake wote walikuwa ni wamoja. Tatizo la pili ambalo alilikuta mtume Madina, ambalo kwake yeye lilikuwa ni changamoto, ni wimbi la wahamiaji. Wametoka watu wengi ni kutoka Maka, lakini pia walitoka na watu kwenye kabila nyingine za Kiarabu ambao walivutiwa na hili agizo la Allah, wakahamia pale Madina. Hili huwa ni tatizo kwenye nchi yote duniani. Hata sisi tumeshuhudia miaka ya hivi karibuni tu hapa kwenye hizi 2000 na Ujerumani, wageni walikuwa wanauawa. Wenyeji wa Ujerumani walikuwa wanafanya fujo. Kwa nini? Wanatoka watu wa Afrika, Asia ya mbali na kwengineko, wanakuja Ujerumani, wanatengeneza maisha, wananufaisha watu wao. Sisi wazawa wa hapa hapa hatuna kazi. Na ukikuta kazi zinazofanywa na hao wanaowalaumu ni zile kazi ambazo wao wenyewe hawazitaki, basi tu. Sasa wewe kama mtu kaja kujitolea kusafisha mitaro, wewe utaona ni mzalendo, huwezi kufanya kazi ya kitumwa kama hii. Yeye hii ndo inamtoa kimaisha, maana hata huko kwao hapati kile ambacho hapa anakipata.
Lakini basi tu wakikuona umeingia hapa umefanikiwa, unakuja ule wivu au choyo. Hata Afrika Kusini hapo kwa mzee Madiba napo pia watu walifanya fujo. Kwa nini wageni wananeemeka, sisi wenyeji hapa hatuna kazi? Kwa hiyo Madina ilivamiwa na watu wengi kiasi ambacho ingekuwa ni kero, shida kwa wenyeji wa Madina. Hili nalo kiuongozi ni changamoto, na Mtume aliliona sallallahu alaihi wasallam, nalo alilidhibiti kwa kuwafanyia undugu baina ya muhajirina na ansari. Kama mmemkubali Allah ndiye Mola wenu na Muhammad ndiye mtume wenu, Qur'ani ndo kitabu cha mwongozo wenu, basi kila mwenyeji achukue mgeni mmoja akae naye kwenye familia yake kama ndugu yake. Watu wakaobey order, wakalifanyia kazi hilo, kila mtu akachukua ndugu yake mmoja katika muhajirini, na alikaa naye kwa mapenzi kabisa kama ndugu yake kweli, mpaka watu wengine wakaona hata mtu akifa basi wanarithiana. Lakini hatimaye Allah alivyokuja kuweka nidhamu kamili ya masala ya uendeshaji, kila jambo akalipa haki yake. Mirathi ikabaki ni kwa wanandugu tu kwenye familia, na mambo mengine yalitolewa maelekezo. Kwa hiyo tatizo la wimbi la wahamiaji lilidhibitiwa kwa staili hiyo. Watu wakawa wanakaa kwa amani na mapenzi, hakuna vurugu yoyote. Ni taratibu tu kuweka uongozi, ni mbinu tu, skills anazokuwa nazo yule kiongozi, na ana uoni wa mbali. Si lazima kila pahala utumie fujo tu, vurugu. Hili tutalifanyia hivi na hili litakuwa hivi. Utafute ridhaa ya watu. Kuongoza sio kutumia mtutu wa bunduki, fujo. Tafuta namna gani utamiliki moyo wa yule unayemuongoza. Kwa hiyo haya mawili yalitatuliwa kwa njia sahali kabisa, hapakuwa na manunguniko wala fujo. La tatu lilikuwa ni hivi vita vya wenyewe kwa wenyewe, taasubu za ndani. Ausi na Khazraji ni makabila wenyeji wa Madina, lakini hawaelewani. Lakini hili ndo lilikuwa jepesi kuliko yote, kwa sababu katika hizo bai'a mbili, bai'atul Aqaba, viongozi wa kabila zote hizi walishiriki kwenda kwa Mtume. Maana wako watu wenye akili kwenye jamii yoyote ile, lakini huwa wanazidiwa nguvu tu na wale watu hamnazo. Wamejitahidi kwa kadiri ya uwezo wao, wale wenye uoni wa kabila hizi, kutaka amani, lakini inashindikana. Maana ile vurugu nyuma yake ina watu wanaoichochea, Mayahudi. Mayahudi ndo walokuwa wanawagombanisha. Kwa hiyo nguvu yao wenyewe wenyeji ya kutaka kupatana ilikuwa ni ndogo kuliko ule ushawishi wa ugombanishaji unaofanywa na Wayahudi. Kwa hiyo wakaona dawa ya hili ni kumpata huyu mtu ambaye kwao kakataliwa, tukamchukue. Ndo wakaenda wakatia naye makubaliano, akaja Madina. Kwa hiyo na hili lilikuwa ni jepesi, kwa sababu kilichokuwa kinawafanya wagombane ni itikadi zao za kienyeji. Sasa wameambiwa hivyo vyote futeni, sasa mna itikadi ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wenye kutamka maneno haya ni ndugu. Kwa hiyo kuja kwao kwenye Uislamu kumefuta yale yaliyokuwa yanajiri kabla ya Uislamu. Al-Islamu yajubu ma qablahu, Uislamu unayakataa yote yaliyopita kabla ya Uislamu. Ukishatamka mimi ni Muislamu, yale ya zamani sahau, achana nayo. Na bahati nzuri Uislamu ulikuja kuyakuta mazuri ya hawa washirikina, uliyaenzi na ukayaendeleza. Sio alikataliwa mambo yao yote, mengine yalikuwa ni mazuri kama ukarimu, ushujaa na vitu vingine. Kwa hiyo walikuwa ni ndugu, wakashikana, hapakuwa na mzozo wote, na wote waliridhia kwamba Mtume ndiye kiongozi wa Madina. Lakini pakatokezea siku katika masiku,
Si siku nyingi baada ya hiyo hijra ya Mtume, akatokezea Myahudi mmoja, akapita sehemu nyakati za jioni, watu huwa wanakaa kwenye njia zao kuzungumza kwenye vijiwe tunavyoita sisi. Hata masahaba walikuwa wana tabia hiyo, na Mtume alipowaambia waache kukaa, wakasema hatuna budi na hivi vijiwe, kwa sababu wenyewe tumezoea baada ya pirika za mchana kutwa tunakaa tunazungumza, tunabadilishana fikra. Akawaambia basi mkikaa kwenye maeneo hayo muipe njia haki yake. Haki ya njia ni ipi? Toeni salamu kwa wenye kupita njia, ondoeni maudhi katika njia, na halafu mulinganie, muamrishe mema na mkataze mabaya. Sio mmekaa hapo yanafanyika mabaya, nyewe mkayachangia mkayapalilia. Lolote mnalojua kwenye dini yenu baya lidhibitini, likemeni. Lolote mnalojua kwenye dini yenu ni jema, wanalizembea watu, wahimizeni. Kwa hiyo walikuwa wanakaa katika vijiwe jioni wanazungumza, na kwenye mazungumzo hayo kulikuwa kuna mchanganyiko wa watu wengi. Ausi wanakuwepo, Khazraji wanakuwepo, Muhajirina nao pia huwa wanashiriki, maana si ndo ndugu. Yahudi alipopita kwenye kikao hicho, akawaona watu ambao yeye bila shaka anawajua, likamuudhi jambo lile. Akasema, hivi sisi tunapata nini sasa Madina wakati watu wako katika hali hii? Mtaji wetu sisi wa kuvuna neema za Madina ni hawa watu kugombana. Leo wako pale wanaongea wanacheka, si Mayahudi hapa, tunapata nini Madina? Yani kwa maneno yake huyu Muhammad kaja kuwafanyia jambo moja baya, kawarejesha nyuma kimaendeleo, kawa ni nuksi. Hakupenda Myahudi kuona watu wanaelewana tu na wanaongea vizuri. Alichokifanya yule Myahudi, kaona nikienda mimi ninajulikanwa, itakuwa ni kesi, kwa sababu tuna mkataba wa amani na huyu bwana. Akamuita kijana wa Kiyahudi barobaro, Myahudi mwenzake, akamuita pembeni na akamwambia, nenda kwenye kile kijiwe, mchomoe fulani pale kutoka kabila la Ausi, kaa naye pembeni, umkumbushe tukio la mwaka fulani. Yani hilo tukio walifanyishiwa na Khazraji. Na unajua kwenye masuala ya vita kuna mambo ya kishenzi yanafanyika kwa chuki tu za haya makabila. Wakiamua tukawafanyishie, tuwafanyie kitendo ambacho hawatokisahau, wanakuja kukufanyieni kitendo ambacho kweli hamkisahau. Utakuja kufanya kubaka watoto wako mbele ya macho yako, kubaka mkeo, kufanya hivi au kuua, na huku mnaona. Na nyinyi mjipange, mtafute nguvu, muendae tukio la kulipiza kisasi. Haya ndo maisha yao walokuwa wanaishi watu wa Madina kabla ya Uislamu. Kwa hiyo kaambiwa Yahudi, kamkumbushe fulani mtu wa kabila la Ausi tukio walilofanyiwa na Khazraji mwaka fulani. Mkumbushe vizuri yaliyojiri, halafu umwache arudi pale kwenye kijiwe. Lakini akirudi, mchomoe na fulani kutoka kwenye kabila la Khazraji, umkumbushe na yeye tukio alilofanywa na Ausi mwaka fulani. Maana sikutesa kwa zamu, mnafanyishia na nyinyi mnakuja kufanyishiwa. Yule kijana wa Kiyahudi akafanya hivyo, akaenda akawachochea watu wawili tu kwenye kile kijiwe, halafu wakawaacha wakarudi kijiweni. Wale watu wawili waliochukuliwa kando, waliporudi pale kijiweni, maongezi ya kijiweni yakaanza kubadilika taratibu taratibu. Wameanza kuongea, wanatia na vionjo vile vya kukumbushana chuki, maana yale aliyokumbushwa yameingia moyoni. Yalikuwa si mambo mazuri, yanaudhi kweli. Na mtu huweza kufanyiwa jambo akasema nimesamehe, lakini sitosahau. Hasahau kweli, mambo mengine hayasahauliki. Lakini Mtume kawaambia, sahauni, yazikeni yaliyopita chini ya nyayo zenu. Hayo ndio yashapita, msiyakumbushe tena. Sasa hivi nyinyi ni ndugu. Uislamu ndio uliowafanya sasa wakae, waongee, wacheke, na wanajisikia raha, wako kwenye amani kama ndugu.
Yahudi akataka awarejeshe kule kule kwenye fujo, awagombanishe tena. Sasa pale wale watu wawili waliochomolewa wakachafua hali ya hewa ya kikao kile. Maongezi yakaanza kubadilika kama ile aya tuliyosoma kwenye hutuba. Chungeni maneno, sheitani huwagombanisha kwa hayo maneno yenu. Kwa hiyo maneno sasa yakaanza kuwa mabaya na yakawa yanapokelewa na watu wengine wa kikaoni, mpaka wakaanza kuitiana silaha, asilah, asilah, asilah. Yani wakati huo wa amani hata mtu alikuwa anathubutu kuweka silaha yake kando, lakini wakati wa vita kila mtu anatembea, mtu na silaha yake iko kabisa pahala. Wakaagizia silaha, niletee silaha yangu, niletee silaha yangu. Ndo akashushiwa mtume aya hizi kuanzia ya 100. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, ikiwa mtakuwa ni wepesi wa kuwasikiliza walio wengi katika watu wa kitabu. Kutii ni kuobey order, kufata maagizo, si ndio? Mnapangiwa tu mambo na watu wasio na imani ya dini yenu, na nyinyi mnayapokea, mnayafanyia kazi. Ndio mmewatii hawa badala ya Allah. In tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba, mkiwatii wengi katika watu wa kitabu, yarudukum ba'da imanikum kafirin, watakurejesheni baada ya imani yenu mliojengewa, watakurudisheni tena kwenye ukafiri hawa. Sasa pale wale ni Waislamu wanaagizia silaha, wangekatana vichwa pale pale bila shaka, au wangemwagana utumbo. Siku ya pili wakaamkia maziko ya wengi, maana walioko mbali wakisikia babako kashauawa na yeye hakubali anakuja. Ndio hayo wanaosema watu wa sasa, tutakinukisha, tutakinukisha. Uislamu hautaki hayo, na nielewa, Uislamu hautaki hayo. Uislamu unahimiza subira. Ndiyo jambo limekufika kooni, hebu kuwa mvumilivu, tafuta njia yenye tija ya kutatua tatizo, sio vurugu au kutengeneza shari itakayoendelea kudumu muda mrefu. Hiyo sio suluhu, sio jambo jema. Kwa hiyo mtume aliposhushiwa hizi aya, ndo akaja eneo la tukio haraka sana, kabla watu hawajaanza kufanya maamuzi mengine. Alipofika mtume pale kwenye eneo la tukio, akawa mkali, akawaambia, abida'wal jahiliyati wa ana baina adhhurikum, nyie mnaanza kulinganiana ulinganiaji wa kijahilia wakati mimi ni hai, nipo mbele yenu. Nikifa mtakuwaje nyie watu? Mimi ninayeambiwa mjumbe wa Mungu nipo, mnarudi tena kule kule kwenye ujinga. Je, nikifa inakuwaje? Wale watu wakafahamu kosa lao, wakarecall kilichotokea, wakajua chanzo cha tatizo. Na aya zimewaambia mkiwatii watu wa kitabu, aliyepita pale ni mtu wa kitabu, choyo chake, hikdi yake alitaka awaharibie, na kweli walikuwa wanaelekea kukubali kuharibiwa. Mtume akawapatanisha, wakakumbatiana na machozi yanawatoka, kwamba kweli tulikuwa tunaendeshwa mkenge na karibu tungeenda pabaya. Kwa hiyo zikasomwa hizo aya, ikiwemo miongoni mwa hizo, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wanasisitizwa takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kitendo mlichotaka kukifanya hapa, mulitaka Uislamu muupe likizo, na kama pangetokea mauaji mtu angekufa hapa si Muislamu. Kwa hiyo Uislamu wenu muenzi mpaka mauti ya kukuteni mko kwenye Uislamu. Uislamu unajali sana amani, unajali sana maslahi ya watu. Na ndio maana kama mnakumbuka tumesoma hadithi hapa, mnusuru ndugu yako anayedhulumu na anayedhulumiwa. Kumnusuru dhalimu ni kumkinga na kutekeleza ile dhuluma yake, muwai mapema kabla hajadhulumu, itakuwa umemsevu huyu mtu. Na kumnusuru aliyedhulumiwa, ukinge hiyo dhuluma inayopangwa kwake isije ikamfika, itakuwa wote umewaweka mahala salama, umewaweka katika safe side. Hivi ndivyo Uislamu unavyotuamrisha. Sasa kwa kujumuisha maneno niliyoyasema, naambiwa muda umesonga, kuna na mambo mengine yanahitajika. Kwa kujumuisha niliyoyasema,
Sisi Waislamu ndo tunatakiwa tuwe wasimamizi wa amani, na sisi Waislamu ndo tunatakiwa tuwe wabunifu wa kutafuta njia bora ya kutatua haya matatizo. Tuwe sisi ni wataalamu wa conflict resolutions. Isiwe sisi tunatumika kutengeneza yale ambayo Uislamu hauyataki. Kama nimefahamika, fabiha wa ni'ma, lakini naishia hapo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya salati maghrib tutakuwa msikiti wa Chang'ombe. Kwa hapa tutaishi hapa kutokana na muda, lakini ukija huko tutafaidika zaidi sababu kuna muda wa kumuuliza Sheikh maswali. Hapa wakupatikana kulingana na wakati watakawa na kuna umuhimu kwenye hilo inshallah. Akimilia hapo katika huo wakati inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. نسألك اللهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا غانما سالما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا جملنا بالعافية والسلامة وحقق لنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اهد أولادنا وأصلح لنا أزواجنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله ربي والإسلام ديني. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.